Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu, ameendelea kutupa neema na kibali cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii na kwa ajili ya kibali hiki ambacho ametupatia ambacho amenipatia cha kuwepo katika siku ya leo. Kama kawaida, kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Jackson Komando. Leo kuna kitu ambacho nataka nije tukiangalie ama tufundishane kuhusu nini? Kuhusu malaika. Wako wengi na yule pia alikuwa ni Danieli. Kwenye kitabu cha Danieli sura ya 10, Danieli alipofunga Mungu alimjibu akamtumia ujumbe kupitia malaika. Lakini wakuwa wa Uajemi wakamzuia yule malaika, kwa sababu yule malaika kazi yake sio vita, yeye sio vita, mpaka alipokuja malaika wa vita ambaye kwenye kitengo cha vita ndiye ambaye alienda kumsaidia. Kitabu kile cha Danieli sura ya 10 unaweza ukaona kitu kama hicho, kuna kitu kama hicho. Nakutajia vitabu ili kwamba kwa muda wako, maana nikienda kwa mlolongo na mtiririko somo linaweza kuwa ndefu sana, lakini pia kama bado haujasubscribe na kuomba usubscribe channel hii ili kwamba uendelee kuwa mwanafamilia wa channel hii. Pia unaweza ukashare kwa wengine ili kwamba waweze kupata elimu hii kuhusu malaika. Na pia kama una swali unaweza pia ukacomment hapo, nami nitajibu swali lako hilo kwa neema ya Bwana. Kwa hiyo hawa malaika wa ujumbe. Wapo malaika wa ujumbe, kazi yao wenyewe ni kutumwa na kupeleka ujumbe. Wapo malaika wa vita. Malaika wa vita hao wenyewe wapo kwenye kitengo cha vita, yani wenyewe kazi yao ni vita. Kwanza nikiendelea kwenye hawa malaika wa ujumbe, pia ndio ambao waliomtokea Yohana alipokuwa kisiwa cha Patmo. Kwenye kitabu kile cha Ufunuo sura ya 22, ukisoma mstari ule wa 9, kitabu kile cha Ufunuo sura ya 22 ukisoma mstari ule wa 9, utaona namna Yohana alipotaka kumsujudia yule malaika akamwambia, hapana, usifanye hivyo. Kwa sababu gani? Mimi ni mjoli wako na mjoli wa ndugu zako. Kwa hiyo msujudie Mungu. Kwa hiyo malaika alikataa, akasema yeye ni mjoli. Kwa hiyo sababu yule malaika ni malaika tu wa ujumbe, ni malaika wa ujumbe. Na maana ya mjoli, mimi ni mfanyakazi mwenzako, usifanye hivyo, mimi ni mfanyakazi mwenzako. Yani ni mjoli, kwamba kazi yako unayofanya, mimi na kazi yangu unayofanya kama kazi yako. Kwa sababu kazi ya watumishi wa Mungu ni kutumwa na Mungu kuwaendea watu wenye dhambi, kwanza kuwahubiri wenye dhambi. Kwa hiyo na yule malaika alimwambia Yohana kwamba usifanye hivyo. Kwa sababu gani? Mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako manabii ama wale ambao pia wanaoshika maneno ya kitabu hiki. Kwa hiyo msujudie Mungu. Kwa hiyo utasoma kwa muda wako ile vitabu ambavyo nakutajia. Na pia kundi lingine ambalo ni la kundi lingine katika malaika. Kundi lingine ni hawa malaika wa vita. Ni hawa malaika wa vita.
hiki ni kikosi, kazi yake, kazi yao wenyewe ni vita, yani wenyewe ni vita, yani wakiliamsha wameliamsha, kazi yao ndio hiyo, kazi yao kwenye kitengo cha vita, na hawajawahi kushindwa kwenye vita yote ile, hawajawahi kushindwa. Hawa ni malaika wa vita ambao kiongozi wao ni malaika Mikaeli. Malaika Mikaeli ni malaika, ni jina la malaika mmoja, sio kikundi, ila ni malaika mmoja ambaye ndio kiongozi ni kiongozi wa malaika wa vita, kiongozi wa hao malaika wa vita. Na tunamuona huyo malaika Mikaeli, na uwaga pia nadhani kwa somo lililopita niliwaambia kwamba hawa malaika wana asili ya kuja duniani pamoja pia na malaika Mikaeli. Yeye pia aliwahi kuja duniani na anakuja, sio kwamba leo kuja duniani na bado anakuja, sababu kwa kitabu cha Yoshua sura yake ya 5 mstari ule wa 13 tunamwona neno la Mungu anasema Yoshua alipovua macho yake akaangalia mbali, akamwona mtu ambaye ameshika upanga, na akamwendea akamuuliza kwamba wewe uko upande wetu ama upande wa adui zetu? Yule mtu akasema mimi ni jemedali wa jeshi la mbinguni, Yule alikuwa ni malaika Mikaeli. Kwa hiyo kuna makundi hayo ya malaika, wako wengi, lakini kwa leo nitawazungumzia hao, na nimewazungumzia hao malaika. Ukisikia malaika basi ujue malaika wana kazi ambao Mungu amewapatia, na si sahihi na haipaswi kumwomba malaika haombwi. Malaika ni malaika, ndio maana Yohana aliposujudu tu malaika yule alikataa, alisema usifanye hivyo. Kwa hiyo kuna watu wengine ambao huwa wanafundishwa kwamba pia wanafundishwa kwamba kuna malaika zao ambao wanaweza wakawatuma. Hapana, wewe unamuomba Mungu ndiye anatuma malaika kwa ajili yako. Mungu ndiye anatuma malaika kwa ajili yako. Kwa hiyo iko hivyo mwana wa Mungu. Na Mikaeli katika vita ambavyo vimetoka kwenye Biblia ama aliviendesha na kapata ushindi. Vita ya kwanza ni ile ya awamu kabisa ya kwanza ya kumwangusha shetani, kwa awamu ya kwanza. Nadhani kwa Biblia haikuandikwa, maana imeandikwa kwa hii awamu, ni awamu ya pili kwa kitabu cha Ufunuo sura ya 12 mstari wa 7 pale, kwamba neno la Mungu anaposema kwamba kuitokea vita mbinguni, Mikaeli na majeshi yake wakapigana na yule joka mkubwa, ambaye ni Ibilisi na Shetani pamoja na malaika zake. Kwa hiyo wakamwangusha yule joka, Ibilisi na Shetani. Kwa hiyo ile vita ilikuwa ni vita ya pili. Ile ni vita ya pili, kwamba sio ile kwamba ile ya kwanza Shetani kuasi. Hapana, hii ni vita ambayo Shetani alijipanga kwenda hata kuvamia mbinguni, Kwa sababu gani? Ukiangalia kwenye mstari wa 12, malaika anatoa ole, anasema ole, kwenye sura ya 12 anasema shangieni mbingu nanyi mkao ndani yake, ole wa dunia na bahari, kwa sababu mshtaki wenu ametupwa, na yeye naye ana hasira kali, kwa sababu anajua ana wakati mchache. Kwa hiyo ile ilikuwa ni jamani, ile ilikuwa ni mara ya pili. Ya mara ya kwanza nadhani kwa Biblia kuandikwa, lakini nyingine ni hii ya nini? Hili ambayo imeandikwa hii ya Danieli. Yule malaika wa ujumbe alipokuwa ametumwa kwenda kumjibu maombi ya Danieli, aliposhuka kwenye anga, kutana wakuu wa anga, mapepo, jeshi la shetani, wakuu wa anga wa Uajemi wamezingira ile pepo, wamezingira ile anga, kwa sababu Yesu
malaika ni sio malaika wa vita. Alipambana lakini alishindwa. Kwa hiyo mpaka alipokuja malaika Mikaeli, malaika wa vita, ndipo yule malaika akapata nafasi ya kushuka kuja kumjibu Danieli maombi yake. Kwa hiyo ni vita ambayo Mikaeli aliendesha, na tunaona vita zote alishinda. Na pia hata huyu shetani alikuwa kwenye kundi la hili kundi ni kundi la makerubi. Alikuwa kwenye hili kundi la makerubi, kwenye hili kundi la makerubi. Pia shetani alikuwa ndani yake. Kwa kitabu kile cha Ezekieli, kitabu cha Ezekieli nasema hili somo anaweza kuwa ni pana. Hii somo inaweza kuwa ni pana, lakini kwa muda wako unaweza ukasoma, au naweza nikakusomea kitabu cha Ezekieli sura ile ya 28, Ezekieli sura ya 28 mstari ule wa 14. Kama bado hujasubscribe, tafadhali na kuomba usubscribe ili kwamba tuendelee kuwa wengi, tuwe wengi, ili kwamba kazi ya Mungu iendelee kujengeka ndani yetu. Kazi ya Mungu iendelee kujengeka ndani yetu. Kama pia unaweza kushare, unaweza ukashare kwa wengine, ili kwamba ujumbe huu uwafikie watu wengi. Tusishare vitu ambavyo havina msingi katika imani zetu. Sisi ni wasafiri hapa duniani, safari yetu ni mbinguni. Nimesema elimu hii sio kufundisha kwamba uanze kuabudu malaika. Malaika aabudiwi. Yeye ni mjoli kama tulivyo sisi. Yeye anafanya kazi ya Mungu kama sisi tunavyofanya kazi ya Mungu. Kwa kitabu hiki cha Ezekieli, sura yake ni ya 28. Ezekieli sura yake ni ya 28. Nitakusomea kwa haraka. Ezekieli sura ya 28 mstari huu wa 14. Nilikwambia kwamba shetani alikuwa nini? Shetani alikuwa kwenye hili kundi la makerubi. Nimesema kwamba kuna maserafi na kuna makerubi. Sasa shetani alikuwa kwenye hili kundi la makerubi. Neno la Mungu linasema hivi: wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta ufunikaye, nami nilikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Ulikuwa mtakatifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa, hata uovu ulipoonekana ndani yako. Kwa hiyo huyu ni shetani. Huyu ni shetani ambaye Mungu anamsema kwa fumbo. Mungu hapa anamsema kwa fumbo, anamsema kwa fumbo, lakini huyu alikuwa anazungumziwa hapa, alikuwa ni shetani. Kwa hiyo iko hivyo mwana wa Mungu. Kama una swali unaweza ukaandika hapo, ukacomment swali lako, ama kama una chochote cha kusema, ama oni lote unaweza kutoa, unaweza kuandika kwenye comment. Nitaona kile ambacho umekiandika, na mimi kama ni swali nitakujibu kwa neema ya Mungu. Elimu ya malaika ni pana. Elimu ya malaika ni pana. Namshukuru Mungu kwa sababu tayari mimi nimewahi kuwaona mara 2 mara 3. Nimewahi kuwaona malaika mara 2 mara 3 nimewahi kuwaona. Mara ya kwanza ilikuwa ni 2012 kama sijasahau, ndio mara ya kwanza kuwaona. Kipindi bado nipo kijijini. Mungu aliwatuma walikuwa ni wawili aliwatuma kuja kwangu, ila hawakusema na mimi kitu, bali nilikuwa kanisani nipo kwenye maombi kanisani, wakaja wakaanza kuniita kwa jina langu Jackson, wakaanza kuniita
waliponiita na mimi nikaangalia, nikageuka nikaangalia, nikawaona, nikataka kuwafuata. Kuna watu ambao nilikuwa nimekaa nao, wakanishika nguo, kwamba nisitoke. Lakini walipoona nimeshikwa mle kanisani, nimezoea mle kanisani, wakanivuta, wakaja ndani, wakanishika mkono, wakanitoa nje, alafu wakaondoka. Kwa hiyo na mara ya pili nimewaona kipindi nikiwa huku Dar. Nikiwa huku Dar, pale Mungu alipokuwa ananiita kwenye kazi yake ya uchungaji, niliwaona wakiwa wanaimba. Kwa hiyo iko hivyo mwana wa Mungu, nadhani hii channel inakuja kukufundisha vitu ambavyo kwa sehemu vinaweza kuwa vimesahaulika. Hii channel pia mahali hapa tegemea kufunuliwa vile ambavyo vimejificha kwa neema ya Mungu, kwa neema ya Mungu. Basi Mungu akubariki sana. Kutakia amani ya Bwana. Bwana aendelee kwa tumaini lako. Mungu anajua nia yako. Mungu anajua kile ambacho unatamani kukifanya kwa ajili yake. Hivyo Mungu aendelee kuwa pamoja na wewe. Mungu aendelee kukufanikisha na kutakia amani ya Bwana. Shalom.